Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini kati ya yale tuliokuwa nayo ni pamoja na Marekani yatangaza kuondolea vikwazo Iran kwa muda. Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia jana Jumatatu baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswisi. Hatua hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomiki IAEA kuitembelea nchi hiyo. Kumeripotiwa pia hali ya utulivu katika mapigano nchini Lebanon chini ya makubaliano hayo yanayolenga kukomesha uhasama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amefanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuhusu suala la Israel kusitisha mapigano nchini humo. Rais Aoun wa Lebanon amesema Lebanon inakaribisha juhudi za kimataifa ili kusaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi hiyo. Lakini jambo hili lina tija gani kwa Marekani na Iran, hasa kuondolewa kwa vikwazo vya Iran? Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huu ni mpango mpya ambao rais wa Marekani Donald Trump anazidi kuisogeza karibu Iran ili ingie katika mazungumzo na ikubali kuendelea na mazungumzo, hasa kuangalia suala la nyuklia. Iran kwa muda mrefu ilikuwa na vikwazo vya watu wa Magharibi pamoja na Marekani, jambo ambalo limesababisha nchi hiyo kudorora kiuchumi. Hata hivyo, kuondolewa kwa vikwazo hivi na Marekani kutasaidia pia mataifa ya Magharibi kuondoa vikwazo vyake ilivyoviweka dhidi ya Iran. Hata hivyo, wachambuzi wanasema zaidi kwamba kuondolewa kwa vikwazo vya Iran kwa sasa kutasaidia taifa hilo kuendelea zaidi na kutengeneza mazingira ya kiuchumi katika ulimwengu, katika taifa hilo, lakini pia katika ulimwengu, kwa maana watakuwa tayari kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, na pia kutakuwa na uwezekano wa hali ya uchumi ya dunia kurudi katika hali ya kawaida baada ya kuhakikisha sasa meli za mafuta pamoja na gesi zitaanza kusafiri kutoka katika mataifa ya Ghuba hadi kuelekea katika maeneo mengine duniani. Kufuatia maendeleo kwenye mazungumzo ya amani nchini Uswisi, Marekani baada ya kutangaza kuiondolea Iran vikwazo vya mauzo ya mafuta kwa siku 60 zaidi hadi kufikia tarehe 21 Agosti mwaka huu wa 2026, ni wakati wa miezi miwili ambayo itaifanya Iran kuongeza pato lake la taifa, lakini pia ndani ya miezi hiyo miwili itaweza kuhakikisha inajenga miundombinu iliyoharibiwa wakati wa vita. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema mazungumzo ya amani na Iran yamejenga msingi wa kufikiwa mkataba wa mwisho wa kukomesha vita vilivyoanzishwa na nchi yake na Israel dhidi ya Iran mwisho wa mwezi Februari, huku upande wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo hayo yaliyoanza mnamo Jumapili nchini Uswisi ukisema masuala kadhaa yameanza kuonesha matumaini ya kutatuliwa. Kwa mujibu wa Vance, mazungumzo hayo kwenye hoteli ya kifahari inayomilikiwa na Qatar nchini Uswisi yalianza vema Jumapili, licha ya taarifa za awali kuashiria kwamba ujumbe wa Iran ulikuwa umetishia kujiondoa katika kupinga kauli za rais wa Marekani Donald Trump iliyotishia kuishambulia tena nchi hiyo. Iran ambayo imekuwa ikishikilia utekelezwaji kikamilifu wa makubaliano ya awali yaliyofikiwa wiki iliyopita, hasa kipengele cha kusitishwa kwa uvamizi, ukaliaji na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, imeshuhudia siku ya jana ikiondolewa baadhi ya vikwazo vya uuzaji wa mafuta yake na Wizara ya Hazina ya Marekani. Muda mchache baada ya kumalizika kwa duru ya kwanza mazungumzo nchini Uswisi, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema nchi yake inaondoa kwa muda vikwazo dhidi ya Iran kwenye uzalishaji, uuzaji na ufikishaji wa mafuta ghafi na bidhaa zinazohusiana nayo hadi mwezi Agosti. Kwa mujibu wa kibali kilichochapishwa na Wizara ya Fedha siku ya jana Jumatatu, mauzo na manunuzi yote yaliyokuwa yamepigwa marufuku yameruhusiwa kuendelea hadi majira ya saa 6:01 mnamo tarehe 21 Agosti mwaka 2021. Bessent amesema uamuzi huo unatokana na kukubali kwa Tehran kuendelea na mazungumzo ya kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na kuwaruhusu waangalizi wa shirika la nguvu ya atomiki la Umoja wa Mataifa kuingia nchini humo kwa ukaguzi wa mradi wake wa nyuklia. Hata hivyo, wakati akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi kabla ya kuondoka kurejea nyumbani, makamu huyo wa rais wa Marekani alisema fedha za Iran zinaweza kuachiliwa kama moja ya vipengele vya makubaliano ya awali.
zitatumika kununulia bidhaa za chakula kutoka kwa wakulima wa Marekani. Ikiwa kutakuwa na mali yoyote ya Iran iliyoachiliwa, basi tuna ridhaa ya mchakato huo. Wa Qatar wana ithibati kwa mchakato huo, na kisha fedha hiyo itanunua maharage, mahindi na ngano kutoka kwa Marekani kwa wiki zijazo, anasema Vance. Hata hivyo, hayo yakijiri, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran anatazamiwa kuwasili Islamabad kwa ziara ya kikazi. Bila kufafanua zaidi, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Pakistan imesema ziara hiyo ya siku ya leo Jumanne ni fursa muhimu ya kujadiliana mchakato wa kidiplomasia kuelekea mkataba wa kudumu amani kati ya Washington na Tehran. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.